nafasi ya kipekee. Hata ikiboichota Jehova. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Boyota kondoindetab boisiek. Kiongozi wa wazee. Katika jina la Yesu. John Tony. Ndugu yetu katika jina la Yesu. Hallelujah. Okay, nisinde uchoga ya Mungu. Ndio makofi anapokuja. Mungu kabisa. Kutoa Jehova. Karibu sana. Karibu. Asante sana, Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye amechukua nafasi ya kuinua ila ni yetu. Asante pia kwa kanisa. Kwa msimamo ambao mmesimama. Na kwa neno la Mungu pia ambayo umeweka ndani ya mioyo zenu. Ili maisha yenu iwe hivi ni kwa sababu ya neno la Mungu ambalo liko ndani yenu. Nashukuru pia uongozi wa kanisa. Wakiongozwa na mchungaji Sani na viongozi wote. Kwa sababu ya msimamo ambayo mmesimama kwa sababu ya neno la haki. Siku hii ya leo Mungu anaenda kutusaidia ili tuweze kusikia neno lake. Na neno lake lime maandiko yalieleza vizuri kwamba neno hili haifanani na maneno mengine. Ni neno tofauti kwa maneno. Kando na maneno mengi, lakini hii ni neno la kweli. Tunapotazama katika kitabu cha Waebrania 4:12 kuendelea kidogo. Hapo ilieleza ya kwamba neno la Mungu li hai na iko na nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu li hai na liko na nguvu. Na iko na makali pia kuliko upanga ukatao kuwili. Maneno mengine yako lakini hayana makali. Maneno mengine pia yako lakini hayana nguvu. Na hii peke yake ni neno ambalo liko na nguvu kwa hiyo ingine. Nilikuwa nataka tueleze ili tuweze kuelewa vizuri kuhusu neno. Neno hili linasema kwamba ilikuwa toka mwanzo. Ukisoma katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza kuanzia hapo kuendelea. Kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na neno hilo lilikuwa na Mungu. Na neno pia alikuwa Mungu. Na neno hilo lilitumika kuumba vitu vyote. Kwamba hakuna lolote ambalo liliumbwa pasipo neno. Tunatambua ya kwamba kila kitu ambaye ulimwenguni kilifanywa kwa neno la Mungu. Hata tunaposikia hapo mwanzo kuhusu neno, tunapoanzia Mwanzo 1 kuendelea, neno lilitumika kuumba ulimwengu. Mungu hakutumia kitu kingine lakini alitumia neno. Siku ya kwanza, kwa siku ya kwanza Mungu alitumia neno na akaumba mbingu na nchi. Na hiyo ilifanyika. Kwa sababu imetoka neno. Siku ya pili akaumba bahari na mito. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku ya tatu pia akatumia hilo neno. Akasema vitu vyote vipatikane ambayo vinamea, vitu vyote miti na kila kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku ya tatu pia akatumia neno hilo. Vitu ambavyo vinatoa mwangaza, jua, mwezi na
nyota. Kokoba isi ngoliona na teta. Akiwa ametumia neno hilo. Betu ni wapo tarapo isi ngoliona. Siku ya 5 pia akatumia neno. Kuli wabitioni. Kwamba wanyama wapatikane. Samaki Samaki tofauti baharini patikane. Wanyama ambao inatembea katika mashamba patikane. Bwana asifiwe. Siku ya mwisho ikakuwa tofauti. Wakaitana na wakasema imefika wakati ambapo mwanadamu wakaita mkutano mahali hapo. Neno linasema tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu. Neno linasema alipomaliza kutumia neno hilo akampatia mwanadamu mamlaka kwamba aweze kutawala kila kitu na apate nguvu kwa vitu vyote. Bwana asifiwe. Na mwanadamu akapewa uwezo kwamba apatie majina kila kitu. Akachukua nguvu hiyo na akapeana majina kwa viumbe vyote. Bwana asifiwe. Hadi hapo nataka niseme neno la Mungu liko na nguvu. Hatujui, hatusemi neno ambalo hatujui, lakini tunasema neno ambalo tunajua. Bwana asifiwe. Tunataka tuende tusome neno la siku hii ya leo. Neno ambalo liko katika Mithali. Tunajua kwamba katika kitabu hiki kitabu cha Mithali ilitumika katika mithali mingi. Ambapo inastahili tuweze kugeuza na kugeuza ili tuweze kuelewa, lakini ukichukua tu hivyo huwezi kuelewa. So kitabu tena kitabu ambacho kilitumia Mithali ni kitabu cha Mhubiri na Mithali na kuna Mhubiri pia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So mmoja kasoma ngolioni kitabu cha nataka tusome neno ambalo liko katika Mithali 20. Mithali 20. Naamini neno ambalo tunaenda kuzungumzia siku ya leo. Neno ya kutuhimiza kwamba tusidharauliane na tukue wenye nguvu. Kuna iko katika 106 na 26. Tumepata. Kama ule chapter 20 verse 5. Proverbs. Ale muriye ngore emuri kapchita. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Aboramu jitore tuli kwa mji. Lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Bwana asifiwe. Waliona na walipokuwa ikanameta kanete na waliona nini kile kitu ndani kama ile taasisi nini na legeja. Neno hilo limekuwa mwanzo ya mafundisho ya siku hii ya leo. Na mafundisho ambayo itafuatana na neno hilo. Bwana asifiwe. Maandiko matakatifu yamesema ya kwamba mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Lakini mtu mwenye ufahamu anayateka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kilindi limeguzwa mahali hapo. Na moyo wa mtu imeguzwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi wote tunaelewa vizuri tunaposema kuhusu kilindi. Na hakuna mtu ambaye asiyefahamu kilindi, labda tu kama haujaishi karibu na mtu.
Tunapozungumzia kuhusu kilindi, hakuna mtu anaelewa kuhusu ukuu wa kilindi. Hata japo inasema ya kwamba kuna wanasayansi ambao wamepima na wameangalia, na hatuwezi kufahamu ukuu wa hiyo kilindi. Inafanana na wakati ambapo tunasema ya kwamba kuna kazi hapa kanisani ya ubatizo. Hata tunapoenda katika ubatizo tunajaribu kupima ili tusiweze kuangukia katika kilindi. Bwana asifiwe. Neno la Mungu limezungumzia kuhusu moyo ya mwanadamu kwamba haieleweki, lakini ni Mungu tu pekee ndio anayeelewa moyo ya mwanadamu. Hata japo ninasimama mahali hapa siwezi kuelewa ni nini liko ndani ya moyo wako, na sijui ni nini Mungu aliweka ndani ya moyo wako. Ni Mungu pekee ndio anayeelewa moyo wako na anajua maisha yako jinsi ilivyo. Kuna wakati mwingine tunaweza ishi na kuna mtu anayeweza kudharauliwa. Na wakati ambapo huyo mtu anadharauliwa, kuna kitu ambayo Mungu aliweka ndani ya moyo wake ambaye hakuna anayetambua. Ndiposa tulikuwa tunasema kuwa mjasiri kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu aliweka ndani ya moyo wako. Inaweza fika wakati ambapo watu watahitaji msaada kutoka kwako, labda kuna vitu ambavyo vimesumbua. Na labda watu hawajui kwamba uko na huo uwezo ya kufanya jambo hilo. Ndiposa nilikuwa nakwambia kwamba inafaa uwe mjasiri kwa sababu unaweza jiona kwamba kujitunisha na uweze kuficha hiyo kitu ambaye Mungu aliweka ndani yako. Wakati mwingine kuna jambo ambalo watu wanaulizana. Labda wakose hata jibu, na labda kuna mtu mahali hapo ambaye angekuwa na hiyo jibu. Wakati mwingine utaweza kuta huyo mtu anafunua hiyo kitu. Baada wametoka katika shida hiyo hawajapata jibu. Na baadaye anaenda kuzungumza kwa sababu ya kile kitu ambayo watu walikuwa wanasumbulia. Na anaweza ulizwa kwamba si ungesema. Ni kwa nini asiseme, ilikuwaje? Alikuwa na uoga ile ndani ya moyo wake. Ndiposa tulikuwa tunaambiana sisi kwa sisi kwamba tukue wajasiri hata japo watu wanatudharau. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ako na mipango mizuri kwa sababu na Mungu hawezi akatuacha. Hata japo watu wanakukanyaga na wanakufinya. Kuna mtu mwenye anadharauliwa sana. Lakini ngoto jicho aneka kwa mingine take amaliwa tajo konyole jicho utatu konyote na wakati mtu huyo atainuka na unyenyekevu na neno la Mungu, mtu anaweza kuwa juu sana. Hapo ndio tawarete Qur'an ngotore vitu vijene na aweze kuwasaidia hao watu wenye walikuwa wanamkanyaga. Bwana asifiwe. Wale ndio kakakana kwa miezi. Sisemi ya kwamba tutachukua muda mrefu sana. Mimi kitu hiyo mchikome kwa jiega foundation ndio kwa ile. Kuna tu watu wawili ambao tunaenda kuangalia kulingana na hiyo mwanzo ambao tumeanza. Mimi kitu hiyo mchikome. Kuna tu watu wawili ambao wako katika maandiko. Ambao labda watu walikuwa wanatazama ni kana kwamba hawana msaada yote kwa watu. Lakini walifanya jambo kuu katika maisha ya watu. Katika falme. Katika falme zote. Na viongozi wakuu.
Mimi ngale kinga soma ni ndio lakini kama ni expand mtu. Kuna maneno ambayo tumesoma kila wakati lakini nilikuwa nataka tutupanue. Ameje ya kitabu cha Samueli na nataka tuende katika kitabu cha Samueli ya kwanza. Ule kitabu Mungu kinamena nenda. 25 kuanzia hapo. Sio mimi kile kitaka ndio. Ili tuweze kuelewa kile ambacho kiliendelea hapo. Nimejipa kwa leo na zaidi na bado si. 290 katika kitabu cha Kipsigis. Naamini sisi wote tumepata. Nataka tusome lakini kuna maandiko ambayo tutaacha. Ili baadaye tutajifunza kile ambacho kiko mahali hapo. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 25 aya ya kwanza. Inasema. Akiyumba Israeli tugul kobwa korirchi nende akotupchi konyin Rama aking'et Daudi akochortagei kwo ong'atetab barak akimi chito Maon nekimi tugukchik Karmel akitokunot chichoto akitinye kechirek 3,000 ak ng'ororek 1,000 akitinye kororikab kitile kororikab kechirek en Karmel. Kainetab chichoto ko Nabal. Ak kainetab osotiondenyin ko Abigail. Ak king'om osotiondonoto ak itinye itondo nekararan. Ako kiuimen chichoto ak iyai boisionikyik. Ak ibo oretab Kaleb. Ak ikas Daudi en ong'atet kole tile Nabal kororikab kechirek. Akiyokto Daudi murenik 10 akilenji Daudi murechoto kotokoste Karmel akobe ole mi Nabal akokat inendet en kainenyin akomwochi kouni inendet nemeng'isie en kotuiyet ingotep kalyet koboten ak ingotep kalyet en kong'ung ak ingotep kalyet koboto tugul cheitinye ak kakas nguno kele itinye biik chetile kororikab kechirek kokotebi mustoeng'ung kobotech amakiyochi kiy neya amabetyi ichek kiy agetugul en betusiek tugul chekibi Karmel. En betusiek tugul chekibi Karmel teben murechikuket teben murechikuket sikomwou noton anyun ngonyor chamet murechoto en taingung amun kakikwan en betut nemie asomin anyun ale ikochi otwogikuk ak wering'uk Daudi kiy agetugul netinye. Akafa Samueli nao Israeli wote wakakusanyika wakamwombolezea wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Kisha Daudi akaondoka akashuka mpaka nyikani mwa Maoni. Na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli. Naye yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, nzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena mwovu katika matendo yake, naye alikuwa na mbari ya Kalebu. Basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa katika wakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweeni mwende Karmeli na
kumwendea huyo Nabali ili mnisalimie, na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyo aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwa wote ulio nao. Nami sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya ya kondoo zako. Haya, wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hatuku wadhuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwako huko Kameli. Waulize vijana wako nao watakwambia basi, na wakubaliwe vijana hawa machoni pako, maana tumekuja katika siku ya heri. Wape na kusihi chochote kitakacho kujia mkononi, uwape watumwa wako na mwanao Daudi. Basi walipofika vijana wote wake Daudi wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakayameza. Naye Nabali akawajibu wote watumishi wa Daudi akasema, huyu Daudi ni nani? Sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hadi hapo imekuwa maelezo ambayo imekuwa mrefu. Na neno hilo ni la kweli. Na ni neno ambalo lilifanyika. Nilikuwa nimesema kwamba neno la Mungu liko hai na liko na nguvu. Hapa ilikuwa inaeleza kuhusu familia ya mtu ambaye anaitwa Nabali. Mke wake, maandiko yanaelezea kwamba alikuwa mwerefu, alikuwa anaitwa Abigaili. Akasema tena hapo chini kwamba huyu Nabali alikuwa mtu tajiri. Maandiko yakasema ya kwamba alikuwa na kondoo 3,000. Na wakati huo kulikuwa na hatari katika ulimwengu. Hivyo hao wanyama wangechungwa usiku na mchana. Watumishi wangetumwa waende wachunge hao mifugo mbali kutoka mbali na nyumbani. Wangeenda kuishi huko. Na kisha baadaye wanarudi. Na wakati huo ikasemekana ya kwamba hata watumishi wa Daudi pia walikuwa huko. Na walikuwa wamelinda watumishi wa Nabali na wale ambao walikuwa wanachunga mbuzi na hakuna kitu iliwadhuru hao watu, walikaa kwa amani hadi kisha baadaye wakarudi. Na ikafika wakati ambapo inakaa ni kana kwamba Nabali alikuwa anajaribiwa. Ninapotazama Daudi alikuwa na mtu tajiri, si mtu mwenye alikuwa anaomba vitu. Maandiko yanasema kwamba ilifika wakati ambapo Daudi alituma watumishi wake 10 waende wakutane na Nabali. Alielezea watumishi wake akawaambia kwamba mtakapofika msalimie kwa jina langu. Na mumwelezee kuhusu jinsi tuliwasaidia na mwambie awapatie kitu ya shukrani. Nikasema ya kwamba labda huyu mtu alikuwa anajaribiwa, si kwamba Daudi alikuwa mtu mwenye anaomba.
Na akaanza kuzungumza na kusema watumishi ni wengi ambao wanaenda kuomba. Kala koe bichubana ngamu ka kinamsikia gerida jenge. Koe bichubana ba. Na hao watu waliposikia maneno hayo wakaanza kurudi kwa sababu wamekataa. Sio wale bwana nile kwa kumine kwa litije ka tutabra no kwa mwa kimi chito ni kimi yoto. Niki wase ngalale niki ngolo ngo itini hapo. Ndiposa tukafikia mafundisho ya siku hii ya leo. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa mahali hapo ambaye alikuwa anasikia kuhusu mazungumzo ya Daudi na watumishi wa Daudi na Nabali. Unaona kwa Mungu alikuwa hivi anakamna ba. Na naamini huyo mtumishi alikuwa wa Nabali. Kimo kumine wewe kuchobot kwa kasi ngale ni ngolo lakini muje kiaene kazi ni lakini kikawita hivi kwa kumasi. Labda alikuwa anafanya kazi zake akiendelea kusikiliza kila ambacho kilikuwa kinaendelea. Kero tetanga itoyunga na kumibike ngolole. Kwa mara mingi kwa hiyo hata kama nguuzuze mbele kwa chini chomwa. Inafanana na kwako, labda kuna mtumishi ambaye labda anafanya shughuli zake, anapanguza meza, akitega sikio kwa maneno ambayo yanaendelea. Ndio wao mimi kwa wengine utijo kwa rune kule kwa sehemu na labda baadaye itakapofikia mahali ambapo kutakuwa na kutokuelewana ataanza kueleza. Na watu ni tofauti, labda kuna mwingine pia ambaye hasikii. Kuna mtumishi pia ambaye labda anapanguza meza na watu wanazungumza hapa na sikii. Na labda kisha baadaye akiulizwa ulisikia nini, labda watu wametengana, haelewi. Anasema mimi sikusikia, niliona tu watu wenye wameketi hapo na sikusikia. Bwana ndiposa nikasema kuhusu huyu mtumishi kwamba alikuwa anasikia. Hakukuwa katika mazungumzo hayo, lakini alikuwa anasikia. Alielewa ya kwamba hao watu wamerudi kwa hasira. Na hapo huyu mama mke wa Nabali hakukuwa katika mazungumzo. Baadaye Nabali alipoondoka na Abigaili akakutana na huyo mtumishi. Akamwambia tazama, Daudi alituma watumishi. Na mzee akakataa na akaambia Abigaili kwamba hao watumishi walitusaidia. Akamwambia tazama kile ambacho mtafanya, kwa sababu wale wamerudi kwa hasira, wanarudi na vita. Na wale watu walipofika na Daudi akapewa ripoti jinsi mambo yalikuwa. Daudi akapanga jeshi lake lote. Daudi alipanga jeshi na askari. Akaamuru kwamba kila mtu ashike kisu yake. Akaapa na akasema hakuna hata kijana atakayebaki. Hakuna kijana atakayebaki katika familia. Na baada ya Abigaili kupewa story, akaamua akafanya uamuzi wa busara. Na akatengeneza sadaka nzuri nyingi. Mahali ambapo tumesoma inasema kwamba aliandaa mikate 200. Iko tu mahali hapo hatujasoma. Aliandaa mikate 200. Akatengeneza mitungi 2 ya divai. Na kondoo 5 ambao wamechinjwa. Na misabibu 100. Na mikate pia ya mikuyu. Na wakaenda kukutana na wao. Na akaambia watumishi tangulieni. Hivyo vitu vimeekelewa punda. Na wakaenda kufika njiani. Wakakutana na Daudi na jeshi. Inasemekana Daudi Abigaili aliangukia mbinguni na akaomba msamaha kwa machozi. Yani nazo maana zote ndio mani yote iko zile hapa kile vinda station hivi bwana.
Na unaposoma mahali hapo unakuta ya kwamba kulikuwa na maombezi. Abigaili alikuwa analia na kusema kwamba wacha nichukue mzigo huo ya huyu mume wangu ambaye ni mjinga kama jina lake. Na akazungumza maneno mengi hadi Daudi akasikia. Na Daudi akamwambia hakunge patikana na kijana katika nyumba. Amenipimia kitu kibaya kwa kila ambacho nilimtendea vizuri. Ndio nilikuwa nasema tufuate ile neno ambalo tulikuwa tumesema. Na tufuate mahali ambapo maandiko yalisema ya kwamba moyo wa mtu ni kama kilindi. Ili tuwe msaada wote iweze kupatikana na hakukuwa na madhara yote, ni kwa sababu ya mtumishi wa Nabali. Kama hangetega sikio asikilize kila ambacho watumishi walikuwa wanazungumza na Nabali, uharibifu ingetokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So hivi tutabrani kwa nini kinete na uko leo na mimi yake. Siku hii ya leo nilikuwa nataka tu tujifundishe kwa sababu ya neno hilo. Kuna kingine ambacho inashikana na neno hilo pia. Ndiposa nilikuwa nasema kuna kile Mungu aliweka ndani ya moyo ya mtu ambaye halipaswi kuficha. Kuna kitu ambacho Mungu aliweka ndani ya moyo wako ambapo usipoficha italeta msaada. Ambapo nilikuwa nasema kuna watu ambapo ungeangalia walikuwa chini sana lakini walileta msaada. Ambapo walikuwa wanadharauliwa lakini inafika wakati ambapo wanaleta msaada. Kuna neno pia ambalo tunataka kusoma katika Wafalme wa Pili. Mlango wa 5. 363 katika kitabu cha Justice. Nasema hivi. Kalau abi jika nama kita ya tahu ye lewat. Kalau abi jika nama kita ya tahu ye lewat. Itu orang dia tahu suria. Entah tak kita hanya ni. Abi kau ni tu. Mungu wao wajijoa suria katetere enene hii dai nene ko hii legi ako hii kana ako hii ni odos agise suria eme da Israel ko be bwana hii agilu jeta nemigene aki boy se tebo atakwenda namu. Neno linasema kwamba katika Wafalme wa Pili 5, basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washamu kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma, na Washamu walikuwa wameteka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Endelea kwa haraka sababu ndio neno la Jehova ile namu. Hadi hapo tumeona hadithi fupi kuhusu Naamani. Bwana mani ndio kila historia kama bige ule sushi na nasi. Naamani alikuwa jemedari wa jeshi la
wa Syria. So umwazi Ruth yetu kote kina maneno wewe Laitorian lakini kinyon. Maandiko yanasema kwamba Naamani alikuwa jemedari lakini alikuwa mgonjwa. Oh, kitu ndio ndani kimo kunyauze kasakate hiyo mkondosi. Alikuwa na ugonjwa ambaye haingekuwa na dawa ambaye ilikuwa inaitwa ukoma. Ndio kaka kasa kwa mkondosi tute. Na tunaposikia kuhusu ukoma, Ndio kwa wao na mjito kitukita waone jito. baada ya mtu kupata ukoma anawekwa, anatengwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pole, hivi kasasa nini kasasa zuri ya Israeli. Na ikasemekana kuna wakati ambapo wa Syria walikuwa wameteka Israeli. Kigegele pitu basi ya korako jiji ndio ya Israeli. Na hao wa Syria walikuwa wakipinga wa Israeli. Kwa wale kige maluku yeteka sababu yote kwa kitu mwani. Na walipoenda vita wakati huo kulikuwa kunapatikana mambo mawili. Pitu destruction of property yake basa bora. Kuna kuharibu kwa vitu na hata nafsi zinaangamizwa. Kwa kige na biga na korako na korako yetu. Na labda watu wangeshikwa na vitu vingine wangeletwa. Na siku moja wakaenda vita na wakashika mateka msichana mdogo. Na huyu msichana alipoletwa akaenda na akafanyika mhudumu katika nyumba ya Naamani. Na tunapoendelea katika mafundisho hapo chini inasema kwamba huyu msichana alitazama bwana wake ambaye ni Naamani alikuwa na ukoma. Akasema ya kwamba kama huyu bwana wangu angejua kwamba kuna nabii huko kwetu angekuwa amepona. Alikuwa anazungumza na mkewe Naamani. Na alipokuwa anaongea na huyo mke wa Naamani, inasemekana kuna mtu pia alikuwa hapo kando ambaye alikuwa anasikiliza mazungumzo kati ya mkewe Naamani na huyo msichana. Na aliposikia akakimbia kwa mfalme na akamwambia huyo msichana amesema kwamba kuna mfalme huko kwao na kama ukienda utapona. Na kuanzia hapo mfalme akaanza kujiandaa kwa sababu alitaka kupona. Na akaanza kutuma barua kwa mfalme wa Israeli. Kumbe Naamani alichanganya. Yule alikuwa na uponyaji ni nabii lakini alituma kwa mfalme wa Israeli. Baada ya barua kufikia huyo mfalme akaanza kupiga kelele. Akasema ni nini hii Naamani amenifanyia, kwani akiona mimi ni Mungu ambaye anaweza ponya. Na akiwa hapo nabii akasikia na akajua kwamba kuna watu ambao wametumwa na wako kwa mfalme. Na akasema ya kwamba wacha huyo Naamani aje kwangu. Ikafika wakati ambapo Naamani alienda na walienda na matoleo. Walienda safari ndefu labda kilomita 100. Na walipofika na katika kwa nyumba ya nabii wakasimama pale nje. Nabii hakueleza maneno mengi lakini alisema mwambie aende mpaka mtoni. Aende Jordan akizama ndani na kuinuka mara 7. Lakini mfalme akaanza kuhuzunika. Na akaeleza majina ya mito ambayo huko kwao. Kama ni kuponywa katika mtoni si ningeingia kwa hiyo mito ya nyumbani. Na wale watu wake wa jeshi lake wakamgeukia na wakamwambia, ambapo nilikuwa nasema watu ambao wako chini wanaweza saidia. Wakamwambia tazama mfalme,
Kama ungeambiwa jambo gumu, si ungefanya? Na si umeambiwa rahisi na umekataa. Uzame tu ndani ya maji na kutoka na upone. Akageuza mawazo yake na akasema twende. Wakaingia ndani ya maji akitoka. Akaingia mara 7. Maandiko yakasema mahali hapo, mwili wa mfalme ulibadilika na ikawa kama mtoto. Ili haya yote yatendeke ni nini? Hao watu wenye walikuwa chini wako na ujumbe. Kama wangekuwa na ujasiri wangetenda mambo makubwa. Nilikuwa nasema hapo mwanzo kwamba tusikue wale ambao tunajidharau. Uko na neno ambalo unaweza ponya taifa ama kwa mtu, lakini umejidharau. Hata japo watu watakudharau, usijidharau. Hata kama watu watakupinga, usirudi nyuma. Watu watakapokuweka chini, usijiweke chini. Wewe inuka katika kiwango chako na ujue unalenga wapi. Najua kuna watu katika maisha ambao wangeambia tu wewe. Labda mtu mwenye anakaa hapa mbele akiambiwa wewe. Naambiwa tena wewe. Na labda wiki ijayo utamwona ameketi huko nyuma. Labda wiki ijayo itakayokuja tena atakuwa huko mlangoni. Wiki itakayofuata hata ingie kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho umejidunisha. Kile ambacho kiliendelea katika maisha ya Naamani. Kitu kizuri kiliendelea kupitia katika mtoto ambaye alikuwa katika nyumbani. Na yule mtoto angenyamaza hata japo alikuwa anajua kwamba kuna nabii huko kwao ambaye anaponya. Mfalme angepona. Na hakuna kitu ingeendelea, wangekaa tu. Naamini amani ilipatikana. Amani. Huenda hata watu walikuwa wamechanganyikiwa huko. Lakini jambo mzuri lilipatikana. Na tukaja. Baada ya kurudi huyu mfalme akiwa amepona. Na wakaja huyo ambaye tunasema ni nabii Elisha. Na Elisha pia alikuwa na mtumishi wake ambaye anaitwa Gehazi. Kwa sababu walikuwa na matoleo na walipojaribu kumpatia akakataa. Nabii akakataa na akasema hapana. Hii haiwezi kulipa. Nyinyi mrudi na vitu vyenu. Hata walijaribu kumbembeleza akakataa. Gehazi akasema kwani amekataa matoleo mazuri? Baada ya hao watu kwenda, Gehazi akawafuata. Na akapanga neno na akakimbia kwenda kumpata mfalme. Na mfalme alipomtazama kutoka mbali akashuka kutoka kwa farasi. Akasema ni amani, yeye pia akasema amani. Akasema akapanga kwamba statement kwamba wageni wamefika. Akasema nabii amesema mpatie talanta. Kuna talanta ambaye alisema mfalme anataka. Akasema talanta moja ya fedha na mavazi bili ya kubadilisha. Naamani pia akasema usichukue moja, wacha nikuongezee, chukua 2. Akachukua na walipofika kwake akachukua vitu hivyo na akaweka ndani ya nyumba na akaambia wale mrudi. Na akawaambia mrudi. Na akakaa tu hapo. Na
akaenda mbele za mfalme. Akamuuliza, ulikuwa umeenda wapi? Akasema nilikuwa. Kwani ulipokuwa unaenda roho hakukuwa na wewe? Ulimfuata yule mfalme kwenda kurudisha zile vitu? Hakusema chochote, akasema tu. Akaambiwa ile ugonjwa ilikuwa ya Naamani. Chukua. Akashikwa na ugonjwa. Hatukukuwa mahali hapo, lakini tulikuwa tunazungumzia watu wa chini. Ili mambo haya yote yakatendeke, ni hao watu wa chini ambao walifunua mambo, ambao walifunua maneno ambayo ilileta msaada. Ndiposa tulikuwa tunasema katika historia ya Abigaili ni watumishi. Hii familia ikaokolewa. Na hii pia Naamani ni mtumishi ambaye alikuwa ameshikwa mateka. Na akapelekwa kwa mfalme na akasema kuna nabii ambaye anaponya. Tukiendelea katika maandiko, si kuona shukurani ambaye hao watu walipewa, sijui kama iko. Sijui kama kuna kitu ambacho kiliendelea hata kwa yule msichana apewe shukrani, au mtumishi ambaye alitoa siri. Nilikuwa nataka tuambiane siku hii, hata japo utafanya jambo njema na hujaambiwa shukrani, huwa wanasema ya kwamba tenda mema na uende zako. Shukrani pia hawaombi. Wewe omba. Ukiwa umemfanyia mtu jambo nzuri usiombe asante. Wakati mwingine unaweza sikia watu wanaomba waweze kupigiwa makofi. Sana viongozi wa taifa. Mwingine anaweza zungumza kisha baadaye anapomaliza anasema mnipigie makofi. Nilikuwa nawaambia kwamba kila ambacho umefanya kizuri usiombe kwamba upigiwe makofi. Kwa sababu sikupata historia ya huyu msichana ambaye alisema hayo maneno. Na sijapata habari za huyo mtumishi ambaye aliambia Abigaili kwamba kuna uovu inaenda kutendeka. Kila ambacho tulikuwa tunataka tujiambie siku hii ya leo kwamba tuwe wajaziri. Roho zetu ni kilindi ambacho kuna vitu vimewekwa na hakuna mtu anajua. Lakini ni Mungu pekee anajua moyo wako. Na kuna kile ambacho ameweka ndani ya moyo wako ambaye inastahili kufanya kazi, ambayo haistahili kufichwa. Hadi hapo nawaambia asante. Tuweze kutoa vitu ambavyo Mungu aliweka ndani ya mioyo yetu. Msaada ambaye inahitajika kutoka kwetu kwa taifa. Tusifiche vitu wangesema. Sijui kama iko katika Mithali. Kwamba utajiri na hekima iko katika makaburi. Sijui kama iko katika maandiko. Imesemekana mahali hapo kwamba kile ambacho uko nayo toa. Usikae na vitu ambavyo vinafanya kazi. Toa msaada ambayo walikuwa wanataka kwa wakati huo. Peana hiyo msaada. Hekima ambayo uko nayo peana. Kwa wakati ambao unaofaa. Kwa sababu ulipewa hiyo ufahamu ili utumie kwa wakati unaofaa. Kwa sababu tunaambiwa kuna wakati ambapo inafika ambaye inalingana na kile ambacho inastahili. Wakati huo unapofika usifiche kitu hicho. Kwa sababu ilikuwa ya hiyo saa. Wacha Mungu awabariki na watie nguvu na wapatie ushindi. Asante sana hadi hapo. Naamini tumepata mabadiliko katika mawazo.
na nafsi zetu inaenda kubadilika. Asante sana. Haleluya. Mungu amezungumza kwa njia ya ajabu. Amekuzungumzia na amenizungumzia. Tumejua kwamba mioyo yetu ni kama kilindi na ni ya thamani na inaweza kuokoa mtu. Nimebarikiwa kweli. Nimebarikiwa kweli. Nimeona kwamba Mungu amenizungumzia. Mtumishi wa Mungu alipokuwa anaendelea kuzungumza, nikakumbuka labda kweli hao watu hawakupewa zawadi. Lakini jambo jema kuhusu Mungu hawezi kosa kumpatia mtu zawadi. Labda huenda huwezi pigiwa makofi hapa kanisani. Huenda mtu hajasema kwamba ulifanya vizuri. Lakini endaita Jehova kama yani kwa vile mimi malaika ishega Jehova jesile tukuke kagia tukuru. Lakini mbele za Mungu kuna malaika ambao wanaandika kila kitu ambacho imefanywa. Kama mimi ndio kwa maagizo na hakuna kila ambacho kinaenda tu hivyo na kama kidio rweno ligie ndio rweno li tusipopata hapa duniani tunapata kule mbinguni. Kabla missing kwa bicho baishe chekikure the Ministry of Health. Nimekumbuka sana kuhusu watu ambao wanafanya kazi katika Ministry ya Health. Yani chemo ambao hawaonekani katika mbele ya macho yetu. Lakini mimi chetogu edaita Jehova. Kuna wale ambao wanaonekana mbele za Mungu. Kama waombezi ambao wanaomba na hawakuji hapa mbele kama sisi. Hao watu ni wa thamani sana mbele za Mungu. Semekana hao watu wa mkono ni wa thamani. Watu wa mkono ni wa thamani. Hata japo kuna watu wenye wanafanya ujenzi, kama hakuna watu wa mkono hiyo nyumba haitakamilika. Tutambue kwamba kila mtu ni wa thamani. Tumeambiwa ya kwamba usijidharau. Kama unahisi kwamba kuna kitu ambaye inataka kukufinyilia chini ati hata hapo kanisani si kuna watu wenye wanaonekana si wewe. Mwambie enda nyuma yangu shetani. Nimeambiwa leo kwamba mimi ni wa thamani. Ambaye tumeambiwa mtoto mdogo alifanya mambo makubwa. Nataka niseme kwamba Mungu anatenda mema. Nataka kila mtu uimizike na ujue kwamba wewe ni wa thamani. Labda hujai kanyaga hapa mbele. Lakini unapotazama kuhusu uponyaji na amani inatoka kwa huyo msichana ni wa thamani. Wacha niwaambie. Tunaweza kuja kanisani. Tunaweza kuja tunakuketi, labda mchungaji ahubiri ujumbe mzuri na tunarudi nyumbani. Nyone ayo uskanisa au uswenge chero neke ituge tabatozi matini laje ko yende yende ujamba present moshi kometi nyo wazi baba manutijo. Nilikuwa nasema huyo mtu ni wa thamani, yule ambaye anakuja anapangusa hapa, hata japo utakuja na vazi nzuri ya nyeupe unarudi ukiwa maimu igorage na labda hatujamtambua na hatujasema kwamba tumpigie makofi. Wacha niseme hata japo utapigiwa makofi utapata hiyo ukombe. Imetuhimiza sana kwamba tenda wema na uende zako. Mara ile watu kanisa nyoni temate mulonu leo kagere nai nuo kagere kabisa. Ngale mi biche wa kazi, mara moja kwa yako bagora.
Unaweza kuja kanisani ufieke huko, naona leo ilikuwa imeng'ara, ni kama kuna watu walikuja kufanya kazi. Nataka niseme wacha Mungu aone. Na labda hatujatambua kwamba mbele za Mungu imeandikwa, kwa sababu kila kitu imeandikwa. Hata japo hutapata katika ulimwengu huu, utapata huko mbele. Tuizike na tutoe vitu ambavyo viko ndani yetu. Tusimame katika jina la Yesu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu. So amachangale matita ingotimde setani chifu gotimjimwe igogo matutedata Jehova. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. So amacha wa praise and worship kwa Gatani. Nataka niite waimbaji waje hapa mbele. Baba tutikenya tena wabanye. Na Mungu ako na mipango mizuri kukuhusu. So matingo ni setani baba tutupigana lakini yeye mama. Usiruhusu shetani akwambie kwamba watu wengine ni wa thamani na wewe si wa thamani. Dia Jehova ne biegisi. Mungu alifanya vema wewe ukazaliwa. Na ndani yako kuna vitu vizuri. Wacha Mungu atusaidie. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana. Nishike
yetu. Torete asikobit joto komageneche. Tusaidie ili tuweze Sikechapte tugu joto komageneche. kuruhusu vitu hivyo vitoke ndani yetu. Asikobit koibara tete ndo legimenye. Ili iweze kuleta Sikobit koibara tete suguli nyo. Ili iweze kuleta mafanikio katika Sikobit koibara tete kokwenyo. Ili iweze kuleta mafanikio kwa kijiji letu. Koibara tete kapkazi sekyo. Mafanikio katika mahali pa kazi. Torete Jehova. Tusaidie. Torete Gitaya. Tusaidie Bwana. Imetuta Brian. Ya leo. Itiacheje tabi milioni basa tenda. Kutoka katika roho ya kujidunisha. Itiacheje Jehova. Enga igene wa Yesu. Wageze raini zetani. Wageze tabi milioni basa kipiti biwe. Enga igene wa Yesu. Amunga mwango nionde Mungu le. Sababu neno lako limesema. Kikitai tabi milioni banyigana te. Ulipokea roho ya Mwana banyongo yes. ya uoga. Yes, I thought we did about your word yet. And I never about Jesus. I'm going to do that right. Get out the top of the other by the other. Get out the top of the other by the other. And I never about Jesus. I'm never sound mind. And now what to think you need. Na tunapokea roho ya mawazo mazuri. And I never about Jesus. Yes, I must say the Baba what to think. And I never about Jesus. Katika jina la Yesu. Kikonya kile lititeka watu tikchwa. Kikonya gona te. Amuka mama ndio Mungu le. Ako tomaji ngona te. Mtu akitaji Iko hekima. santo bado bwana yeye. Mungu anayepeana kwa Ngona urahisi. te choma na kutai. Ekaenda wa Yesu. Ekaenda wa Yesu. Katika jina la Yesu. Baba Mungu ketegera hivi. Asante kwa sababu kuanzia Baba leo ketai to Biblia na majigana te. tumepokea roho ya ujasiri. Ongeze na masetani. Tumekataa shetani. Ekaenda wa Yesu. Katika jina la Yesu. Kikonya ripsi. Tunanena ulinzi. Ngoja kora tiga Yesu. Tunanena damu ya Yesu. Eti aga tugu. Kwa kila mtu. Epande tiga Sunday Katika school. walimu wa Sunday school. Ebarnoti. Katika vijana. Ebyoso. Kwa wamama. Ebo ishe. Kwa wazee. Baba ngoja ripsi. Tunanena ulinzi wako. Ekaenda wa Yesu. Katika jina la Yesu. Akiwa Amadou. Amadou titugul. Ekaenda wa Yesu. Katika jina la Yesu. Kikonya ngoja Jehova. Amuka iberure. Kwa sababu Agari umetubariki aywe ndemye. na umetutendea. Ekaenda wa Yesu. Katika jina la Yesu. Negiptaya ndeni. Bwana wetu. Amen. Amen. Amen.